serikali mtandao, na imani nayo imerahisisha mambo. Na imani nayo serikali kwa ushauri wa kitaalamu, na imani nayo imepunguza gharama. Na imani nayo serikali mtandao. Safari yangu ilianzia katikati ya jiji la Dodoma kuelekea wilayani Mpwapwa, jimbo la Kibakwe, kata na kijiji cha Lukole. Ni mwendo wa zaidi ya masaa mawili kwa usafiri wa pikipiki kutokea Mpwapwa hadi kijijini Lukole. Nia, dhima na dhamira ya kufika huku ni kukutana na wananchi, kisha kutoa elimu kuhusu kazi na majukumu ya mamlaka serikali mtandao iga, hususan namna mifumo inayojengwa na serikali inavyoweza kuwasaidia na kurahisisha maisha kwa wananchi wa maeneo yote. Na mifumo ninayokwenda kutoa elimu ni mfumo wa huduma za serikali kwa njia ya simu za mkononi, yani mGov. Unapobofya *152*00 alama ya reli, na mfumo mwingine ni mfumo wa mrejesho, mfumo unaomwezesha mwananchi kutoa maoni, malalamiko au pongezi kwenda kwenye taasisi ya umma kwa njia ya mtandao. Mara baada ya kuwasili na kupokelewa, kinachofuata na ukaribisho kutoka kwa mwenyekiti wa kijiji hiki, Bwana Edgar Msabaha, mbele ya wanakijiji. Awali niseme kwamba karibuni hapa, kuna wageni wako hapa, kifupi watajitambulisha. Ni wa Tanzania jamani, ni watu wenu, wana mambo mema kwenu. Kwa chochote kitakachozungumzika hapa, kweni huru. Na mara baada ya utambulisho, sasa ni utoaji wa elimu. Ni kusihi ambatana pamoja nami na kisha ujiunge na wanakijiji wa Lukole ili ufahamu mengi kuhusu mifumo hii. Mimi ni Musa Magali Enoch kutoka mamlaka serikali mtandao iga. Huu ni mfumo ambao unaweza kupata huduma mbalimbali za serikali kwa njia ya simu ya mkononi. Kwa kuna baadhi ya huduma haikulazimiki wewe tena kutoka hapa kwenda wilayani kutafuta hizo huduma, bali kupitia simu yako ya mkononi unaweza kupata hizo huduma mbalimbali. Simu za mkononi wote hapa. Hebu tueni simu zenu twende pamoja. Sasa haijalishi kama una kitochi au una smartphone au zile simu kubwa. Hii ni kwa simu aina yoyote ile. Unaweza kufanyaje? Unaweza kupata hizi huduma. Kwa mfano, ingia kwenye simu yako sasa hivi, bonyeza *152*00 alama ya reli, alafu piga okay. Kama kuna mtu ambaye ameshafikia hapo, atuambie ameona nini. Nani ambaye ameshafikia hapo? Malipo ya serikali. Malipo ya serikali, alafu chini yake na afya. Ajira. Yani ajira, utambuzi. Nishati, madini, usafiri. TRA, maji, kilimo, ufugaji. Endelea mbele. Kwa sasa hizo ni baadhi ya huduma ambazo zinapatikana kupitia simu yako ya mkononi. Kwa mfano pale tumeona kuna afya, kuna kilimo, kuna maji, kuna nishati, madini na mambo mengine. Kwa sasa kwa mfano ukibonyeza labda tuseme kwenye afya, bonyeza kwa mfano kwenye afya. NHIF, TMDA, Baraza la Famasia, CHF. Unaona sasa, kwa sasa maana yake hapo kwa mfano kabla upate ufahamu kuhusu NHIF, wewe unabonyeza namba NHIF, unaendelea kupata taarifa mbalimbali. Hebu turudie tena, tuende kwenye kilimo, tunaona nini kwenye kilimo. Umeona sasa, kwa kuna masuala ya mbolea, kuna masuala. Kwa ukitaka kupata taarifa za labda mbolea au mbolea ruzuku, unabonyeza pale, unafuata maelekezo, unaendelea kufanyaje? Kupata taarifa mbalimbali. Kwa sasa kama unataka kupata taarifa labda za kilimo au kuhusu mbolea za ruzuku, sio lazima utoke hapa uende wilayani kwenye ofisi ya afisa kilimo ukamuulize kwamba afisa kilimo, hebu tupe taarifa kuhusu mbolea za ruzuku. Hapana. Kwa hiyo ukiingia kufuatisha tu msafara au mlongo, mwisho wa siku unafanyaje? Unapata taarifa zote. Kwa kama kuna taarifa ambazo sasa labda unahitaji za upana zaidi, ndio labda unaweza kupiga simu ukatoka kaenda. Lakini kuna zile taarifa tu za mwanzo za awali ambapo unataka kujua labda bei ya mafuta sasa hivi yakoje, bei ya petroli ikoje. Unaenda kwenye nishati pale na madini na kadhalika, unapata taarifa za bei ya mafuta. Umeshanielewa? Kwa sasa sio lazima utoke hapo uende ukafuatilie wilayani, uende halmashauri ukaulizie vitu kama hivi.
Kwa vitu vidogo vidogo kama hivyo, huduma mbalimbali za serikali unazifanyaje? Unazipata kupitia namba hiyo. Tumeelewana jamani? Kwa hapo mnaonaje jamani? Hapo safi Makofi kwa serikali basi. Sasa huo ni mfumo mojawapo. Kwa kalili hiyo namba, kama unapotaka kupata taarifa mbalimbali, taarifa yoyote ya serikali, sio lazima ukimbie kwanza halmashauri, sio lazima ukimbie kwamba kule utaenda kupanga foleni, utatumia muda mrefu, utatumia nauli, gharama, muda wako utapoteza. Kwa huo muda utumie vizuri kufanya majukumu yako mengine, zile taarifa za awali zipate kupitia simu yako ya mkononi. Kwa kama kuna jambo ambalo limeshindikana kupitia simu ya mkononi, ndio unafanyaje? Unafuatilia sasa. Tumeelewana? Kwa huo ni mfumo mojawapo ambao unaitwa mfumo wa huduma za serikali kupitia simu za mkononi. Mfumo wa huduma za serikali kupitia simu, tunabonyeza nyota. Bas, safi sana. Kwa sasa tumemaliza na hapo, twende kwenye mfumo mwingine. Sasa huu mfumo wenyewe unaitwa e-mrejesho. Huu ni mfumo pia ambao umetengenezwa maalum kabisa kwa ajili ya kutoa maoni, malalamiko au pongezi kwa serikali kupitia simu yako ya mkononi. Sio lazima pia uende una maoni yako, uende wilayani, uende halmashauri kwa mkurugenzi, kwa mkuu wa wilaya, ukae pale kwenye benchi kuanzia saa 2 mpaka saa 8 kwenye foleni, unasubiri uje mwambie tu mkuu wa wilaya kule kwetu maji hayapatikani. Au mkuu wa wilaya sijui kuna shamba limefanyaje. Umeshanielewa? Utumie bodaboda uende au gari uende urudi, muda unakuwa umeenda sana. Kwa hiyo serikali ikaona ili kuwafikia wananchi wake kwa wepesi na kutatua matatizo hapa na pale, sio lazima tusubiri mkuu wa wilaya aje akae mkutano na nyie, ona dukuduku lako likae miezi 2-3 umenalo tu hapa. Kwa mwisho wa siku mpaka usumbuke. Kwa hiyo kaamua sasa tengeneze pia mfumo au njia rahisi ya wananchi kufikisha malalamiko yao kupitia simu zao za mkononi. Na yenyewe tunaenda hatua zile zile. Bonyeza hapo hiyo nyota 152 nyota 00 alama leli. Ukishafika hapo, umeshafika hapo kwenye hiyo namba 8 ndio endelea mbele. Bonyeza namba 8 endelea mbele. Bonyeza namba 2 pameandikwa malalamiko. Bonyeza namba 2 e-mrejesho. Bonyeza kwa mfano tuma malalamiko namba 1. Inasemaje? Kawaida muhimu sana. Tuseme labda lalamiko letu labda ni la kawaida. Bonyeza kawaida. Kuna kutuma bila kujulikana na kuweka jina lako, si ndio Tuseme sisi hatutaki kujulikana. Unaweza kuweka mkoa au ukaendelea, si ndio? Mimi sitaki hata mkoa wangu ujulikane, nataka niendelee. Sasa unaweka jina la taasisi kwa ufupi. Kwa mfano labda tuseme TANESCO, unaandika TANESCO, si ndio? Sasa hapo unaandika malalamiko yako sasa, kwamba mimi jamani, umeme toka siyo mwezi wangapi nimefuatilia umeme mpaka leo umeme bado hujanifikia. Kwa mfano kama ni pongezi, na wapongeza sana TANESCO kwa sababu umetuletea umeme kijijini kwetu, hongereni sana. Kama ni pendekezo, jamani, napendekeza badala ya umeme kuwa hivi, labda naombeni na shauri labda iwe hivi. Umeshanielewa? Au kama ni ushauri, kama chochote kile ambacho unataka watu wa TANESCO waweze kukufahamu, waweze kukufahamu. Kwa ukituma hapo utapokea namba ya kwamba lalamiko lako limefanyaje, limepokelewa. Kwa kama limepokelewa, kuna namba pia pale ya kufuatilia lalamiko lako. Lakini baada ya siku kadhaa, siku chache, utapata mrejesho, tunasema mrejesho, kwamba au majibu kwamba lalamiko lako uliolituma tarehe fulani limefanyaje, limepokelewa, lakini pia lipo kwenye hatua fulani ya ufuatiliaji. Tumeshaelewana? Kwa hiyo hizo ni process au hizo ni hatua za kufanya ili kuweza lalamiko lako kufanyaje, kuwafikia kwa muda mfupi. Unaona, ukiwa umekaa hapa imekuchukua dakika ngapi? Lakini tayari umekwisha fika mpaka kwenye hatua ya kutuma lalamiko. Kwa hiyo ungekaa ukaandika barua, ukasema uipeleke kwenye ofisi ya mkurugenzi au kwenye ofisi ya TANESCO au kwa mkuu wa wilaya, upande boda au uchukue gari uende mpaka kule, umetumia fedha, mafuta, muda, ufike pale, uwe kwenye sanduku la maoni, ukae, uje tena urudi, ukae baada ya siku 7 ufuatilie tena kama majibu yako. Unachukua nini? Unachukua muda mrefu. Sasa serikali ikasema ili kupunguza gharama na kuwafikia wananchi kwa wepesi, basi ianzishe mifumo au mfumo ili wananchi wafanyaje,
wapate hizi huduma au waweze kutoa malalamiko yao kwa wepesi na kwa wakati zaidi bila kuchoka. Umeshanielewa? Kwa hiyo nao mmeionaje jamani? Makofi kwa serikali yetu. Kwa sasa hiyo ndio mifumo miwili ambayo nataka leo tuje tujifunze na tuweze kuelimishana, kwamba tumejifunza ama tumetoa elimu kwa mifumo miwili mikubwa ambayo serikali imeweza kutengeneza kupitia taasisi yake ya nini? Ya mamlaka ya serikali mtandao. Hiyo ndio taasisi ambayo inashughulika na utengenezaji wa hii mifumo mbalimbali. Na mifumo itengenezwa na taasisi. Mfumo wa kwanza unaitwa mfumo wa huduma za serikali kupitia simu za mkononi, ambao sasa huu unakuwezesha kupata huduma mbalimbali za serikali kupitia simu yako, haijalishi ni aina gani ya simu, iwe ni smartphone au ni kitochi. Kwa hiyo unabonyeza nyota 152 nyota 00 alama ya reli, na kisha baada ya hapo unapata huduma mbalimbali pale. Kwa hiyo utachagua mwenyewe unataka kupata taarifa za huduma gani, iwe ni afya, iwe ni maji, iwe ni nishati ambayo ndani yake kuna umeme, iwe ni labda mafuta, gharama za mafuta zimekuaje, petroli imepanda umeshuka, iwe ni usafiri, lakini pia iwe ni masuala mazima labda ya kilimo na masuala mengineo mengi. Kwa hapo unachagua tu namba moja, unachagua namba ngapi kulingana na jinsi unavyotaka, unafuata maelekezo, mambo yanaisha. Mfumo wa pili kasema unaitwa e-mrejesho. E-mrejesho. Hii mfumo wa e-mrejesho wenyewe ni mfumo wa kutoa maoni, malalamiko, pongezi au mapendekezo kwa serikali bila kufika kwenye taasisi husika. Huu mfumo una njia tatu za kuwasilisha. Njia ya kwanza ni kwa kupitia simu yako ya mkononi, ambao unabonyeza ile nyota 152 nyota 00 alama ya reli. Lakini pia njia ya pili kwa kutumia tovuti kwa wale ambao wana simu kubwa au kompyuta, unaingia kwenye imrejesho.gov.go.tz. Lakini pia njia ya tatu ni kwa kutumia kwa wale wenye simu kubwa pia kuna zile tunaita application. Una download application ya imrejesho, basi unaweza kufanyaje kutuma. Lakini tukaelezea kwa undani njia ya kwanza ya kutumia nyota 152 nyota 00 alama ya reli. Baada hapo unaenda namba 8. Ukifika namba 8 unaenda namba 2. Ukifika namba 2 unaenda namba 2 tena, afu ndio unaenda kuandika nini? Malalamiko yako, mrejesho wako na kadhalika. Na sasa ni dondoo za digitali. Tusikie wananchi wanazungumza nini kuhusu huduma za serikali kidigitali. Kuna taasisi ambayo inahusika kusimamia matumizi ya tehama serikali, lakini pia kutengeneza mifumo mbalimbali ya serikali. Taasisi hiyo inaitwaje? Mamlaka ya serikali mtandao. Ukitaka kupata huduma mbalimbali za serikali unabonyeza namba gani? Unabonyeza nyota 152 nyota 00 alama ya reli. Hebu tupe baadhi ya huduma ambazo zinapatikana pale. Huduma ambazo zinapatikanika pale, kwanza hususan umeme, unapata taarifa za umeme ziko pale. Alafu huduma za maji, huduma ziko nyingi tu pale. Ukibonyeza nyota 152 nyota 00 alama ya reli unapata nini? Utapata huduma kwa mfano afya, maji na vinginevyo. Unafahamu mfumo wa e-mrejesho? Ndio. Ni mfumo namna gani? Ni mfumo wa kutoa maoni, malalamiko au pongezi kwa serikali kwa njia ya mtandao. Unaupata vipi mfumo huo? Yaani mtu akitaka kutoa maoni yake anabonyeza nini na mpaka anapata? Anabonyeza nyota 152 nyota 00 reli okay. Unakuja mfumo mzima. Anabonyeza kwenye namba 8. Anaenda kukutana na maelezo. Maelezo yale anabofya kwenye 2. Akipata 2, maelezo yakija namba 2, anabonyeza tena 2 kutokana na kile ambacho anakitaka. Maoni yangu ni kwamba kuishukuru serikali kwa sababu kuna vitu sisi tulikuwa tujui, kwa tunapoteza gharama za kutoka hapa kwenda mikoani au kujia masuala madogo madogo, hata kusimama masuala ya maji sio nini, lakini kwa sasa hivi tunashukuru kwa elimu mmekuja kutuletea. Tulikuwa tunapata mambo mengi kupitia simu zetu, tulikuwa tujui kwa kweli. Yaani tunatoa tupongeze kwa serikali kwamba tunawashukuru sana kutuletea huduma hizi, na sisi kijini tumeshakuwa kama mjini pia. Naam, tumekuwa na wakati mzuri sana leo kuzungumza na wananchi wa kijiji cha Lukole hapa katika halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma, ambapo tumetoa elimu kuhusu matumizi ya tehama ama matumizi ya huduma za serikali kupitia simu za mkononi, na tumezungumza kuhusu mfumo wa huduma za serikali kupitia simu za mkononi, ambapo unabonyeza nyota 152 nyota 00 reli okay.
Naam, ndi kama ulivyowasikia kwamba tunabonyeza nyota 152 nyota 00 alama ya reli na kisha okay ili kuweza kupata huduma mbalimbali za serikali kiganjani mwako tu. Na hii haijalishi uko maeneo gani, iwe ni mjini, iwe ni kijijini, popote pale ulipo unanufaika na huduma mbalimbali za serikali kupitia simu yako ya mkononi tu. Na kwa taarifa zaidi tafadhali wasiliana nasi moja kwa moja kupitia dawati la msaada wa kiufundi kwa nambari 0763 292 299, au pia unaweza kutembelea moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya www.iga.go.tz. Kurasa zetu za mitandao ya kijamii kote tunatumia jina la IGA Tanzania. YouTube ni IGA Online TV. Mimi ni mwana digitali Musa Magali Enoch, na kwa pamoja tunasema mambo ni digitali. Mambo ni digitali. Karibu tuijenge serikali kidigiti.